Katika historia ya ulimwengu kulikuwa na mtu mmoja ambaye aliogopwa na kuabudiwa. Aliitwa mchawi, mjanja na kiongozi wa nguvu za giza. Lakini je, alikuwa kweli kwenye uchawi hatari zaidi duniani, au alikuwa ni mtu aliyefungua milango isiyojulikana? Ungana nami katika hadithi hii tuweze kumjua huyu ni nani. Leo tunakupeleka katika historia ya mtu aliyepewa majina ya kutisha kama mtu mwovu zaidi duniani. Mtu ambaye aliwahi kuandikwa kwenye magazeti ya Uingereza kwa matendo ya kichawi yaliyoshangaza wengi sana. Jina lake anaitwa Aleister Crowley. Aleister Crowley alizaliwa mwaka 1875 nchini Uingereza. Alikulia katika familia ya Kikristo yenye msimamo mkali, lakini alipofika utu uzima aligeuka kuwa kinyume kabisa na mafundisho ya kidini. Akajitambulisha kama mchawi, mtaalamu wa giza na mtetezi wa uhuru wa kiroho. Crowley aliandika kitabu vingi vya uchawi na alianzisha dini ya kisiri itwayo Thelema. Kauli mbiu yake maarufu ilikuwa fanya utakalo, hiyo ndiyo sheria kuu. Kwa maneno mengine, aliwahamasisha watu kuishi maisha yasiyo na mipaka na maadili. Alijihusisha na lituba za ajabu. Alitumia damu, kinga za kale na hata kufanya ibada katika makaburi. Wengine walidai alikwepa mauti, aliongea na roho na hata kuwa na uwezo wa kuloga. Crowley alisafiri dunia kote, Misri, India, Italia. Akajifunza uchawi wa kale, yoga na siri za dini mbalimbali. Alionekana kama mtu wa kawaida kwa nje, lakini maisha yake yalikuwa ya ajabu na ya kuhofia sana. Wakati fulani aliitwa mchawi hatari zaidi duniani. Magazeti ya Uingereza yalimshutumu kwa kuwa hatari kwa jamii. Alikufa mwaka 1947, lakini mafundisho yake bado yanafuatwa na baadhi ya vikundi vya siri hadi leo. Wengine wanamkumbuka ama wanamchukulia kama mwanafalsafa aliyevuka mipaka ya dini na jamii, lakini wengi wanaamini alikuwa mfuasi wa nguvu za giza, mchawi halisi aliyegusa mipaka ya pepo na roho. Hii ndiyo hadithi ya Aleister Crowley, mchawi hatari zaidi kutokea Uingereza. Alikuwepo kweli na mpaka leo jina lake linaogopwa, linatiliwa shaka na linachunguzwa na wapenzi wa siri na uchawi. Je, wewe unaamini kuwa alikuwa na nguvu za ajabu au alikuwa mlaghai tu? Tuandikie kwenye maoni na usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwa hadithi zaidi kama hii. Jina langu ni Charles.